ule mapinduzi Januari 12, maasi ya jeshi Januari 20. Kwa hiyo kuna askari polisi wengi walipelekwa kule Zanzibar kuweka amani, kurudisha amani kutokana na yale mauaji ya mapinduzi. Lakini baadaye sasa, baada ile mpaka kufikia mwezi April, maana Zanzibar Karume alitawala mwenyewe kama mwenyewe katika miezi hiyo mitatu tu minne. Baada hapo ndio ukaja muungano. Na huku Tanganyika pia kutoka 61 tuseme 62 baada ya kupata jamhuri mpaka 64, si unaona 62 63 64 kama miaka mitatu hivi ikazaliwa Tanzania. Kwa hiyo vijana wengi wamezaliwa kwenye Tanzania. Sisi wa zamani ndio zetu vitambulisho vyetu vimeandikwa Tanganyika. Ile birth certificate ya kwangu mimi imeandikwa Tanganyika. Territory tulikuwa tukitawaliwa sisi, tulikuwa territory. Sisi tulikuwa watoto wa kambo. Malkia alikuwa anatulea baada ya Ujerumani kushindwa vita vikuu vya pili vya dunia. Ndio maana wengine wanasema si hatukuwa koloni, lakini ulikuwa ni ukoloni tu. Maana alikuwa ni kama malkia, alikuwa kama mama wa kambo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba muungano wengi hawafahamu. Na kwa sababu pia umepatwa na changamoto nyingi. Wanasiasa nao pia katika kuzungumzia muungano, na hasa katika wanaita mambo yaliyojitokeza baada ya muungano. Sababu muungano wenyewe ulikuwa na mambo 11 tu. Zile articles of union zilikuwa 11. Ambazo zilikuwa zinaunganisha wizara hazijui wengi. Kulikuwa na wizara kama wizara ya fedha, ilikuwa fedha, mfumo wa fedha na sarafu ulikuwa ni mmoja. Umekaanzishwa mmoja kwa sababu Zanzibar walikuwa na sarafu zao za kwao, na huku zilikuwa za huku. Alipokuja Mwingereza ikawa sarafu za East African Community, ikawa ni sarafu za Afrika Mashariki. Kwa hiyo sisi tumezitumia, mimi nazikumbuka vizuri sana. Tumezitumia tulikuwa tumetumia Kenya, tulikuwa tunatumia Uganda na Tanganyika na Zanzibar. Lakini sasa baada ya Zanzibar kupata kujiunga kwenye nini ya Tanganyika, kujiunga na kuanzisha Tanzania, ikabidi sasa waunganishe na fedha. Ndio zikatoka mwaka 66 zile fedha zetu za kwanza kabisa. Kuna sentano ile ya samaki nini, tulikuwa tunaona raha sana. Muungano yani ulikuwa umeleta raha zake. Kwa hiyo baada ya hapo sasa kukawa sasa na malalamiko kusema kwamba Zanzibar wakati mwingine wanalalamika kwamba na wao walivunja bodi yao ya fedha, wakaingia kwenye benki kuu, lakini mgao hauendi sawa sawa. Kwa hiyo kukawa na zile hizo zinazoitwa kero za muungano. Lakini muungano, unajua hata ndoa zina kero. Lakini ndio baba hatuachi kufunga ndoa. Tunafunga ndoa na watoto hatuachani. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kwanza kuna faida kwamba wakati ilivyokuwa Zanzibar ikiwa na kiti chake United Nations na ziliingia pamoja na Kenya. Na Tanganyika ilikuwa na kiti chake, walivyounganisha wakawa na kauli moja. Kauli ambayo sasa kimataifa unajua sisi tunaitwa United Republic of Tanzania. Ndio jina la nchi yetu. Kwa hiyo kuna United hizi haziko nyingi. Kuna United Kingdom, kuna United Arab Emirates, kuna United States. Unajua sasa katika Afrika ni muungano huu tu ambao umeonyesha kwamba kuna watu wa mataifa mawili wanaweza wakawa wamoja kwa muda wa kutosha. Senegambia unakumbuka walikuwa na muungano ulikufa ule wa Libya na Syria na Egypt, ulikuwa unaitwa United Arab Republic, ulikufa. Nani alijitoa, Hafidh Assad wa Syria na wengine walikuwa umekufa. Lakini muungano ambao katika bara la Afrika ambao katika wakati wanasema unique, hybrid and unique, hakuna. Kwa hiyo imeifanya nchi yetu kuonekana kwamba ni mataifa mawili yaliyoungana. Kwa hiyo imekuwa na sauti sana katika United Nations, katika African Unions, katika maeneo mengi. Lakini pia faida nyingine kwamba kumekuwa na uchumi mbili kubwa zimeungana. Sasa unaona kwamba mambo ya tourism, watu wanakuja Ngorongoro, wanakuja wapi, alafu wanakwenda Zanzibar, wanakwenda wapi, wakija huku wanaona Zanzibar yenyewe ni utalii. Lile jina lenyewe la Zanzibar tu peke yake ni utalii kutokana na ile historia yake na utawala ulivyokuwa unatawala zamani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo yako mambo mazuri katika mambo ya muungano. Lakini kama vile ilivyokuwa ndoa, bibi na bwana wanakaa, wanasikilizana, wanazaa watoto, wanashirikiana, lakini kidogo ile nyumba yangu
ile sio yako, ile yetu, ile sio yetu, ile yangu mimi. Ile nilikuja nayo. Mshahara wako wewe mbona si hujui vizuri? Mapato pia kile kiwanja kile ni cha urithi, ni achora babangu. Ndio, lakini sasa mbona nyumba tukajenga pamoja? Muita mjomba tuzungumze. Hayo yapo. Mtoto huyu mbona mfupi? Hapo na kweli analeta tatizo kwa sababu yameletwa, wanasiasa nao wameingiza hapo katikati. Wengine wanasema Zanzibar, kama kwa mfano ile tume ya Jaji Warioba iliyokuwa inafanya mambo ya serikali tatu, hii ilitikisa pia nchi yetu wakati huo mwaka 1984 ilipokuwa ile wanasema ilichafuka hali ya hewa, ikabidi Aboud Jumbe ambaye alikuwa makamu wa kwanza wa rais ikabidi ajiuzulu. Ndio akaja mzee Mwinyi akawa acting president Zanzibar. Alafu baadaye 85 ndio akaja huku kuja kumrithi Mwalimu. Kwa hiyo sio kama muungano huu umekuwa free ride. Hapana, umekuwa ukipata misukosuko mingi, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa akijalia tunavuka. Kwa hiyo hata mambo ya ulinzi tumeungana. Unajua baada ya zile vurugu hapa za 64 na kule mapinduzi Zanzibar, kwa hiyo ikaanzishwa hiyo mambo ya kuunda jeshi. Liliundwa na vijana tano Youth League na vijana wa Afro Shirazi volunteers wanaitwa. Ndio jeshi la kwanza lilivyoungana ikawa inaitwa wanasema jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Ilikuwa Tanzania Zanzibar. Mfano wake ilikuwa tunasema TZ. Lakini maana yake ni kwamba vijana ndo kirefu cha TZ. Ilikuwa ile TZ Tanzania. Sisi tunafupisha tu, tunaamini ndo kifupi cha Tanzania. Ni Tanzania Zanzibar. Maana yake ilikuwa hivyo, yani kama kufanya kitu fulani, lakini zamani ilikuwa hata magari yao yakiandikwa JWTZ. Sasa hivi ni JW tu. Kwa sababu si jeshi la wananchi wote bara na visiwani. Kwa hiyo limekuwa jeshi moja. Na hata ile intake ya kwanza nadhani ilikuwa inaitwa Operation Muungano. Yani intake ya kwanza kabisa ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania ilikuwa inaitwa Operation Muungano, ambao ndio walikuwa vijana wa baada ile King African Rifles kuasi na Nyerere kuifuta. Kwa sababu wanajeshi gani wanaasi? Wanajeshi wanaasi wanafanya maasi, haiwezekani. Ndio likaanzishwa hilo jeshi la vijana ambao walichukuliwa vijijini na utaratibu huo mpaka sasa hivi kwenye jeshi unaendelea. Wanachukua vijana kutoka kwenye kata huko kwenye vijiji, wanaonekana wako sawa sawa na uzalendo, wanatengenezwa. Wengine wanachukuliwa kutoka jeshi la kujenga taifa ambalo pia lilifanya kazi nzuri. Jeshi la kujenga taifa lilianzishwa baada ya Ujerumani kujitoa. Wajerumani wale walikuwa wanatusaidia katika kujenga national housing. Lakini baada ya mgogoro wa Rhodesia actually ulikuwa mgogoro wa Zanzibar kuingia kwenye kuitambua serikali ya Ujerumani Mashariki. Sasa wale Ujerumani Magharibi walikuwa wanasema ukiitambua Ujerumani Mashariki sisi hatukupi misaada. Nyerere akasema mwezi kutuchagulia marafiki. Wale wakasema tunaondoka, wakasema ondokeni, akawafukuza. Kwa hiyo sasa ikaanzishwa sasa hilo jeshi la kujenga taifa ambalo nadhani ilikuwa training ya kwanza nadhani ilikuwa ya wa Israeli. Kwa hiyo wakafanya hiyo ndio projects nyingi zile za nyumba hizo zilijengwa Arusha. Unaona mikoa yote kuna national housing. Na ni ngumu kweli. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba muungano unazo faida, lakini muungano kutokana na kukua na siasa kwa nyingi ndio hiyo imekuwa tena kuna hicho kitu kinaitwa kero za muungano. Kwa hiyo watu wengine wanasema kwamba Zanzibar haipati mgao sawa katika mambo ya muungano. Wengine wanasema Zanzibar tunachaguliwa rais wetu na watu na Tanganyika. Huku nao wanasema Zanzibar inatutawala. Sisi wao na serikali ya Zanzibar, wana bunge, wana bendera, wana wimbo wa taifa. Sisi hatuna. Lakini wakati wa muungano ulivyotengenezwa, Nyerere alikuwa anataka iwe hivyo kwa sababu aliona kwamba Zanzibar ni sehemu ambayo ina history yake, ina nyota yake inayong'aa ya kihistoria, iendelee kubaki na isimezwe na huko, kwa sababu Zanzibar ina watu wachache. Wakati huo Zanzibar nadhani na muungano ulikuwa na watu kama 400,000 tu hivi. Watu 100,000. Anajaribu kufikia kwa sababu kwa sasa hivi Zanzibar ni kama 2,000,000 nafikiri. Kwa hiyo kwa miaka hiyo bila shaka ingemezwa. Kwa hiyo ndio imekuwa hivyo.
watu wanazungumza, na mimi nadhani ipo haja ya kuendelea kuzungumza na kuweza kufanya muungano uimarike zaidi, kwa sababu kama ukiwa katika hali ambayo nzuri utawavutia wengine. Unasikia sasa hivi Kenya, Uganda na Tanzania wanataka kufanya mashirikiano ya kiuchumi kwa ajili ya kuweka refinery hapo ya kusafisha mafuta kutokana na hiyo bomba la mafuta ambalo linatoka Hoima. Lakini pia Kenya pia wana sehemu kule Lake Turkana wanachimba mafuta, bila shaka wanayo mengi pia, na kule upande wa Kongo zikitoka zile pipe zikaja pale, alafu pipe moja ikaja, kutakuwa hatuna shida ya mafuta. Na kama Dangote kweli atajenga, ni uwekezaji mzuri. Kwa hiyo mimi nadhani watu wanaposhirikiana, ushirikiano wa kiuchumi ndio unaleta ushirikiano wa kisiasa kabisa. Tulipe bili kidogo maana muda unakwenda bonus. Naam. Haya, ni habari njema hapa ambayo Ruki isiweze kuacha kuwapa wasikilizaji wetu na watazamaji wetu. Jamani, kwa wale ambao tunasema tuna kauli mbiu katika ulimwengu mzima wa pesa na malipo. Tunasema kama wewe hautumii Selcom, sasa jiunge na familia kubwa kabisa ambayo inatumia mtandao wa Selcom Pesa. Zamani najua kuna wengine uko unaenda kwenye vibanda hapa na pale, unatuma pesa hapa, unafanya hiki na kile. Ile tunasema ilikuwa ni version 1 ya Selcom Lipa, lakini sasa tuna habari kubwa zaidi kabisa ambao ni Selcom Pesa. Selcom Pesa bwana, hawa ni wataalamu ambao wanakuwezesha huduma nyingi sana za kimtandao, za kulipa bili, za kiserikali, kufanya malipo sehemu mbalimbali, vituo vya mafuta, petrol station, kutuma pesa katika mitandao yoyote, kuhifadhi pesa yako katika vibubu, unapata mkopo. Huduma ni nyingi na ni kede kweli chini ya Selcom Pesa. Ni sisi tunasema toka bondeni, yani toka mabondeni. Kama huko ulikuwa unatumia mitandao gani huko kwa ajili ya kufanya malipo ama huduma za kifedha mbalimbali, tunasema sasa wewe njoo Selcom Pesa. Ukija Selcom Pesa tunasema kwamba umetoka mabondeni, kwa sababu hapa Ruki bwana, sijajua kama hii habari nilikuwa nishakuelezea. Mtandao wa Selcom ukiutumia katika masuala ya malipo sehemu mbalimbali, tunasema walau 60% unaweza kuokoa. Yani wewe unafanya miamala yako kwa mwezi, unakatwa mwingine labda shilingi 50,000, unakatwa laki. Kama unakatwa laki moja kwa mfano kwenye miamala yako kwa mwezi, yani wewe una hakika 60,000 na kuendelea unakuwa umeiokoa katika malipo yako. Lakini tena mzee Atiki huko hapa ni Selcom Pesa bwana hii. Yani siku wewe umeingiza gari lako hapo hata sheli chup ukakuta umeishiwa salio, Selcom Pesa wewe unataka mafuta ya laki 50,000 na mafuta ya laki 2, unawekewa mafuta. Selcom Pesa inakupa pesa bure. Unaweka pesa yako, unaweka majazo mafuta yako, basi madam ndani ya masaa 24 rudisha lile salio ambalo ulikuwa umepewa, na hakuna riba hata ya shilingi moja. Unarudisha kama jinsi ilivyokuwa. Vivutio. Lakini zaidi ya yote kwenye Selcom Pesa kuna vibubu, unaweza kuwa unawekeza kidogo uweze kutimiza malengo yako, kama ni mwaka mmoja, miaka 2, miaka 5, miaka 10. Selcom Pesa iko vibubu vinavyosema na vya kitaalamu, sio kile unaweka kibubu unakuja kugeuza unashangaa kibubu changu mbona hakipo chini ya kitanda kimetoboka. Hivyo ni vibubu vinavyokukumbusha kwamba kwa yale malengo, mbona wiki hii hujaweka? Umefikia hapa, ili ufike hapa bado wiki, yani kinakukumbusha weka leo, fanya hivi. Hebu angalia hapa, unafikiri unaona graph hapa? Unaona graph hapa. Selcom Pesa bwana inakuonyesha matumizi ya pesa yako. Kila senti ambayo umeitumia. Kwa mfano mzee Atiki amkizo kwamba matumizi yako ya mwezi mmoja uliopita, kila senti yako imeenda wapi? Unaweza kuwa ni shida sana kuleta kumbukumbu. Lakini kwa mtandao hapa Selcom Pesa, na ndugu wewe wasikilizaji wetu na watazamaji, hii inakutunzia kumbukumbu ya pesa yako imekwenda wapi. Kwa hiyo unaweza ukafanya mpangilio mzuri wa matumizi yako, uweze una download. Lakini pia kingine ambacho kinanifurahisha kwenye Selcom Pesa bwana ni kwamba hii ni mtandao ambao unapokuwa unafanya malipo, yani ni tap, yani mara 2 mara 3 umemalizana na muamala. Yani hakuna siku kwenda juu kurudi chini kwenda mashariki. Ukiingiza namba ya malipo tu yenyewe inakwambia kwamba wewe ni mtandao fulani bwana, wewe endelea tufanya malipo. Hakuna haja ya kupoteza muda. Kwa hiyo tunasema jamani, toka mabondeni njoo Selcom Pesa, ndio habari mpya ya mjini hapa kwa ajili ya huduma nzima za kifedha mtandao. Lakini hata ukiwa na dharura, Selcom Pesa iko kwa ajili yako.
Safi sana. Haya, mama jamani, kama unaumwa mtoto wako siyo na homa, wakati mwingine unapiga simu baba fulani hapatikani, amesafiri Selcom Pesa anaweza ikakuokoa tu. Ukavuta mwamala wako 50,000, 60,000, 80,000, ukamkimbiza mtoto hospitali. Alafu baadaye baba akipata hela mnarudisha na hakuna riba yoyote ambao mnarudisha vile vile. Kwa hiyo kweli, lakini ni kweli ni Selcom Pesa. Selcom Pesa umekwenda supermarket au kwenye mini market, umetaka kununulia jukuu zako kitu na unagundua kwamba pesa iko chache. Tena hao ndio kila siku. Najua sasa kwa nini nirudishe? Unajua umenunua sukari, alafu mjukuu asema babu na yogurt. Umeshazikusanya unagundua kumbe pesa haitoshi. Lipa ile lonayo, clear sukari, alafu Selcom itakusaidia ile zaidi. Au kama unajua ile uko humu ni ndogo, unaandika tu pale kwamba ni malipo yangu kinahitajika kiasi hiki. Kwa hiyo yenyewe inajiongeza, inakufanyia top up, utalipa, alafu ndani ya masaa 24 utaongezea ile ilikuwa 10,000. Inajenga pia utamaduni wa watu kuwajibika. Yes, lakini pia haitaki uaibike. Fikiria umefika kituo cha mafuta, umeshajaza mafuta, alafu wallet haina hela. Unafanyaje? Yale hayawezi kunyonywa kurudi. Na unaacha gari, unaacha simu. Ya nini hiyo? Sasa tumesema hiyo habari hamna tena. Naam, najua muda unakimbia kweli kweli. Ruki, sijui nirudi kumuuliza mzee wangu hapa kwa habari ya muungano. Nilikuwa natamani kuulize wewe unavyoona tunavyokwenda pamoja na kero za muungano, lakini umekuepo miaka 60, miaka 70, 80, sasa tuko 2026. Tunaelekea kwenye muungano ambao una nguvu zaidi ama tunaelekea kwenye muungano ambao unakuwa ni dhaifu zaidi? Kwa mtazamo wako, na nini kifanyike kwa haraka? Najua muda unakimbia. Muungano, unajua yani kauli ya kwamba mahali popote na hata ukitizama mataifa yote ambayo tunasema leo yana nguvu ni yale mataifa ambayo yameungana na yanaendelea kuungana. Mfano kama tunasema sasa hivi European Union. Union ndio hiyo Union, kama sisi tunasema Union Day, sisi tunasema Union Day, tunaadhimisha kabisa ya muungano. Ulaya wameweza kupiga hatua kubwa sana, na hayo ni mataifa ambayo taifa kama Ubelgiji lenyewe ni kanchi kadogo tu, lakini ile pato lake la taifa ni sawa na ujumuisha Afrika yote chini ya jangwa la Sahara. Yani ukiacha tu hizo nchi zilizokuwa kama za huko za Magharibi, hizo Morocco, sijui wapi, au nayo ni mataifa majiant mengine hayo. Ukishuka ya Afrika below Sahara, ile jangwa la Sahara lile, ukija kwa chini, Belgium ndio sawa na nchi zote, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Angola, wapi, wote nchi, lakini nayo yenyewe imo katika muungano. Mbaki unaona pale Brussels ndio makao makuu ya Economic Union of the ambao siku hizi wanaita European Union, ambayo zamani ilikuwa inaitwa EEC, European Economic Community, mwanzo ulivyoanzishwa. Na ilikuwa imeanza mambo ya biashara za chuma na nini kufanya mambo ya Industrial Revolution, mapinduzi makubwa katika mambo ya viwanda, ambayo ndio wamewafanya wao juu. Baadaye wakaona kwamba economic tu haiwezekani, lazima tuweke na, ndio maana unaona wanazungumza mambo ya siasa. Kuna bunge la Ulaya, tunasikia wanazungumza Tanzania hivi, huko tunasikia tuna hivi na nini, tutakata misaada nini, ushaelewa? Kwa hiyo sasa inakuwa ni kuna rais wa European Union, kuna bunge la European Union. Sasa imekuwa sio economic, imekuwa sio EEC tena. Unaona, imekuwa sio European Economic Community, imekuwa sasa hivi European Union. Na kwa busara zako, najua kwa sababu muda unakimbia, unavyoona muungano wetu jinsi ambao upo wa Tanganyika na Zanzibar ambao umepata Tanzania, ni maeneo gani ambao kwa haraka unasema tuendelee kuyatilia mkazo ili muungano uzidi kuwa na nguvu? Muungano kwanza ni wa watu. Zanzibar ni sehemu ya kihistoria na ya huku Tanganyika. Na yenyewe wanasema hata ile Zenji Empire yenyewe ndio ilikuwa ikitawala, wanasema ile zumari kipulizwa Zanzibar, nchi zote zilizokuwa katika maziwa makuu zitacheza. Kwa maana tayari pale palikuwa na utawala tangu 1800 na ngapi, huko wana ubalozi Germany, wana ubalozi United States of America. Na zamani unakumbuka zile nguo za kaki, biashara ya kaki ilikuwa imetoka nguo zile imetoka Amerika. Muda sio rafiki. Kwa hiyo faida zake ndio hizo, kwamba muungano ni wa watu, watu wenyewe. Unakienda huko Zanzibar wana sehemu ndogo ya ardhi, lakini sasa
wako Wazanzibari sehemu yote ya Tanganyika huko wamekaa na wanafanya biashara. Zanzibar toshelezi sana kwa chakula. Wale chakula kingi, michele inatoka Ifakara wapi. Unajua watu. Hiyo ni faida kubwa sana, watu kukaa, kujumuika na kuwa kitu kimoja. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.